siasa. Lakini pia kuna wajibu wa serikali na pia kuna wajibu wa tume. Okay. Sasa sijui kama tuende huko au ngoja tuselekee huko. Zaituni alafu tutakuja kwako Salim Kikeke. Subiri. Zaituni twende. Tunarudi pale mwanzo kwenye kanuni ambayo inamzuia ama inazuia chama cha siasa kushiriki uchaguzi ikiwa hakijasaini. Naomba kufahamu ama utupitishe kwenye sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inahusianisha kutosaini kanuni. Je, katiba na yenyewe inatambua kwamba kanuni zitakazotolewa na tume huru zisiposainiwa kuna namna inakukataza, ama ni sheria ipi pia ambayo inazuia yule ambaye hajasaini hizo kanuni za INEC kutoshiriki uchaguzi? Sawa, asante kwa swali zuri. Sasa katiba kama sheria mama huwa inatoa mwongozo wa jumla wa haki na wajibu. Kwa hiyo katiba inasema kutakuwa kuna uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Lakini katiba hiyo hiyo inaipa pia mamlaka bunge kutunga sheria mahususi kwa ajili ya uchaguzi. Na kwa kufuata hilo, sheria ilitunga sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Na sheria hii pia na katiba pia zinaruhusu chombo ambacho kitaruhusiwa na bunge kutunga kanuni kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji bora wa sheria. Sasa hii sheria, katiba haisemi kwamba watu wasaini maadili, wasiposaini wasishiriki uchaguzi. Lakini sheria ya uchaguzi namba 1 ya 2024 kifungu cha 162(2) kinataka wadau, vyama vya siasa, serikali pamoja na tume wasaini kanuni za maadili. Sheria mama haijakataza kwamba usiposaini utashiriki uchaguzi. Lakini kile kifungu kimesema baada ya mashauriano tume huru ya uchaguzi itatengeneza na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi. Na kwa kupitia kifungu hicho ndio baada ya mashauriano, sababu naamini yalikuwepo kwa sababu walisign, hao waliosign, ndio kanuni zikatoka mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa zile kanuni kifungu cha kwanza, kanuni ya kwanza nukta 5 ndio imerudia ile kwamba vyama vya siasa lazima visign. Na ikaendelea mbele ikasema chama kisicho sign kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Lakini kwa kuongezea hapo pia hata wagombea wa nafasi watapaswa kujaza form namba 10 ambayo ipo kwenye kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, ambayo ni fomu ambayo wataeleza kwamba wanathibitisha watafuata haya maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kanuni ndio ambazo zinatamka kwamba usiposign hautashiriki uchaguzi. Na naamini kusema hivyo ni sawa kwa upande mmoja, kwa sababu kama hizi ni kanuni za maadili ambazo tunasema lazima zifuatwe, na endapo zisipofuatwa kuna haki ya kulalamika, lakini pia kuna adhabu. Na sheria ya uchaguzi imesema usign. Sasa tusipo sign ni kwa namna gani tunaweza tukasema okay, kitu hiki hakiko sawa, kitu hiki kiko sawa, kuna haki hii haijatekelezwa, kuna mgogoro huu, tunaomba utatuliwe. Nafikiri madhumuni alikuwa ni kuonyesha kwamba tuna sign, tukisign maana yake tunatii kufuata hizo kanuni. Sasa basi tukipanya utajiandaa wakati hapo Salim Kikeke anauliza swali lake. Wakili Msomo, ukitizama wahusika wa kanuni za maadili wako 4, lakini sign hapa ziko 3. Tume huru, serikali na vyama vya siasa. Kwa nini hawa wagombea hawakupata uhuru wa kuweza baada ya wagombea kuteuliwa? Kwa hiyo naamini mpaka sasa kisheria hatujui nani atakuwa mgombea. Kwa hiyo atasaini muda gani. Lakini cha pili, kanuni hiyo hiyo ya kwanza nukta 5 inasema wagombea watasign form namba 10. Kwa hiyo kwa kusaini ile form namba 10 kabla ya uteuzi, ile form itawafanya wao wathibitishe kwamba watazifuata hizi kanuni. Na kama nilivyosema, mfumo wetu bado ni mfumo ambao wa uchaguzi unatokana na vyama vya siasa. Kwa hiyo chama cha siasa kikisign ni kwamba kimesign kwa niaba ya pamoja na hawa wagombea wake. Lakini basi kama ni hivyo, ingekuwa vyama vya siasa nao wagombea hapa badala ya kuwatenganisha. Ndio msingi wa swali langu. Nafikiri ni swala la uandishi tu.
Okay. Mimi bado niko kwenye alipogusa mwenzangu pale kuhusu wagombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini kwa experience ambayo tunayo hapa, nahitaji elimu, maana yake sijui. Kwa experience ambayo tunayo, tunaona nafasi nyeti sana ambayo inachezwa na wa ulinzi na usalama, kwa maana ya polisi, kwa kiasi kikubwa sana. Ndio baadhi ya mikasa na visa. Kwa nini hawakuwekwa kama watu ambao wanatakiwa na wao kusaini kwenye kundi hili? Au nataka kuniambia kwamba nyinyi wataalam hapa kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inasaini kwa niaba ya polisi? Ndio, sasa kwa maoni yangu polisi ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo wanaposema kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake inahusisha vyombo vyote vilivyo chini ya serikali, ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na polisi. Na ukisoma ile kanuni ya 3 imetoa wajibu wa serikali na makatazo ambayo serikali inazuiwa kufanya wakati wa uchaguzi. Kwa mfano, kanuni zinasema serikali inapaswa kutoa fursa sawa kwa vyama vyote vya siasa kushiriki uchaguzi, lakini pia kuhudumia wananchi bila kubagua kulingana na imani za kisiasa, lakini kuhakikisha usalama na amani wakati wa uchaguzi, na pia kwa vyombo vya habari vya serikali kutoa fursa sawa kwa vyama vyote ambavyo vina wagombea wa nafasi ya urais na makamu rais. Lakini pia serikali inakatazwa kuingilia au kuzuia mikutano iliyoitishwa, iliyoratibiwa na tume bila kufuata sheria na utaratibu. Lakini pia kutumia vyombo vya ulinzi na usalama kunyanyasa wagombea au vyama vya siasa, hilo pia limekatazwa kwenye ile kanuni ya 3(2). Sasa labda na ukisoma pia vizuri kanuni zimeenda mbali na kukataza wale viongozi wa kisiasa kutumia nafasi zao za siasa kwa ajili ya kujinufaisha wakati wa kampeni, kusema kwamba sisi mimi nitajenga barabara, mkituchagua labda nitaleta zahanati. Kanuni zimekataza. Kwa hiyo ni muhimu niseme kwamba japokuwa kuna uchaguzi, serikali huwa inaendelea kuwepo. Hakuna nchi ambayo wakati wa uchaguzi basi tunasema serikali isimame, tukabidhi majukumu ya serikali labda kwa tume au kwa nani. Hapana. Serikali lazima iendelee kufanya kazi na huduma za jamii lazima ziendelee kuwepo. Kinachotakiwa ni kuweka mazingira ya haki na usawa kwa washiriki wote wa uchaguzi, pamoja na kuzuia wale viongozi wa serikali ambao ni wanasiasa wanatokana na mfumo wa uchaguzi kutumia hizo nafasi zao kwa ajili ya kujinufaisha. Swali moja la ziada kutoka kwenu, alafu tubadilishe. Mwanze kujiandaa Muhammad Matano wa TV Iman, Stanislaus Lambert na Caesar, mjiandae. Sawa, naomba tutazame kanuni nyingine hapo hapo ambayo inavitaka vyombo vya habari vya serikali kutoa fursa sawa kwa wagombea. Natoka chombo cha habari cha serikali, kwa hiyo hapa kidogo kuna kuwa na kelele nyingi. Kuna vyama ambavyo wakati wa kampeni mpaka kuelekea uchaguzi utawaona siku ya ufunguzi, afu utakuja kuwaona mwishoni kabisa. Hapa katikati utawatafuta mpaka kwa tochi, hutawapata. Kanuni zinamlinda vipi ama zinavilinda vipi hivi vyombo vya habari vya serikali kwa kutotoa fursa sawa ikiwa kosa ni la yule ambaye ana chama chake cha siasa, kwa maana kwamba ametafutwa kwa namna yoyote ile na hajapatikana, kaonekana siku ya ufunguzi na siku ya mwisho? Ndio. Kanuni zimesema vyombo vya habari vya serikali vitoe nafasi sawa kwa vyama vya siasa ambavyo vinawagombea kwenye nafasi ya urais. Kwa hiyo kwa minajili hiyo ni kwamba kama mnatangaza habari, maana yake mtoe habari ambazo zitakuwa zinagusa vyama vyote ambavyo vinashiriki uchaguzi. Na kama mnafanya labda mahojiano, kwa tafsiri yangu ya kanuni ni kwamba lazima mtoe nafasi sawa kwa hivi vyama vyote ambavyo vinagombea. Sasa kama chama chenyewe ndo hakipatikani, nadhani hapo nyewe hamui na kosa kwa sababu wao hawajapatikana. Lakini kama wakipatikana na wapo, maana yake wasibaguliwe, wote wapate nafasi sawa. Sawa, ngoja nibadilishe hapo. Moja. Sawa, nataka nibadilishe. Zaituni,
unaweza kukaa upande wa huku wakati ambapo Stanislaus Lambert anasogea kwenye nafasi yako. Yaani msiondoke wote vupu, afu mkarudi wote vupu, taratibu. Stanislaus, karibu. Masudi, endelea na swali lako. Kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Naziona hizi ukiondoa malalamiko kwa baadhi ya vyama, lakini ukisoma hizi unaviona vitu vitamu sana. Unaziona fursa sawa kwa vyama vyote kwenye maandishi. Sasa sijui ni matokeo ya tume mpya huru au vipi. Naona kabisa yakifuatwa haya, kwa sababu kwenye swali la Zaituni maana yake ni kwamba yako mazingira pia ofisini kwa dada Zaituni panaweza kutengenezwa mazingira ya kanuni imesema, lakini sikiliza, simtafute mtu, umeelewa yako. Ndio maana nasema kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Nilipata kumsikia mtu mmoja anatoa hadithi ya siku ya kutakiwa kuapishwa wagombea. Alikuwa anahadithia hila ambazo zilikuwa zinafanywa na mkurugenzi ambaye kwa nafasi yake anatakiwa kuwaapisha hao wagombea. Maana yake ni kwamba kikanuni, kiutaratibu, wasipoapishwa hakieleweki. Akaitoa ile hadithi, sijui kama alitia chumvi ovyo, lakini maana yake ni kwamba huku kwenye kusaini, lakini kule chini kwenye utekelezaji yanatokea mazingira ya watu wanatumia nafasi zao vibaya, kinyume na utamu huu ambao unauona hapa. Na kwa sababu nchi yetu ni kubwa, kuna jambo linaweza kutokea kwetu ndani huko kijijini, watu ikafanyika ndivyo sivyo, kutoka kwa wasimamizi, na muda pengine ukawa hautoshi wa kulalamika na vitu vingine na wakati mwingine kutaka kulalamika kuna gharama vile. Kwa vitu vinakwenda vinazikwa. Kisheria tunafanyaje kwenye kuhakikisha tunatengeneza wepesi wa hizi kufuatwa na kuwa na ukali? Kwa sababu kuwa na sheria ni jambo moja, kuzisimamia sheria ni jambo jingine ambalo huwa ni gumu sana kwetu sisi wa Afrika. Karibu sana. Sasa kwanza hapo kwa wasimamizi, kanuni ya 4 imetamka maadili yanayopaswa kufuatwa na Tume Huru ya Uchaguzi, na pia imetoa makatazo yale mambo ambayo Tume Huru ya Uchaguzi haipaswi kufanya. Lakini jambo moja wapo ambalo wanapaswa kutekeleza ni kuhakikisha katika kipindi chote cha uteuzi, kurudisha fomu, upigaji kura na kuhesabia kura, mchakato wote watendaji wa tume wanapaswa kuwepo. Limetamka hiyo, nafikiri ni kujaribu kutibu hiyo kwamba mtendaji hayupo, mnaenda kurudisha fomu hayupo, na pia tume inapaswa kuhakikisha kwamba vifaa vyote vya uchaguzi vinapatikana kwa wakati. Sasa katika utekelezaji, kanuni ya 5 inazungumzia usimamizi, utekelezaji na rufaa, na imetengeneza pale kuna kamati za maadili ziko 4. Moja katika ngazi ya kata kwa ajili ya kushughulikia uchaguzi wa madiwani, lakini pili kuna kamati ya jimbo kushughulikia uchaguzi wa bunge, 3 kuna kamati ya kitaifa kushughulikia uchaguzi wa nafasi ya rais, lakini 4 kuna kamati ya rufaa kwa ajili ya kupokea rufaa kutoka kamati ya taifa. Sasa vyama vya siasa vina haki ya kupeleka malalamiko katika hizo ngazi 4 kutokana na huo ukiukwaji umetokea wapi. Kwa kama umetokea kwenye kata kwenye nafasi ya udiwani, maana yake mnatakiwa muende kata ambako naamini inakuwa ni rahisi kufikika na si gharama kama ingekuwa kwenda kwenye kamati labda ya jimbo. Na kanuni hizi zimetoa adhabu, zipo kwa vyama vya siasa, lakini pia na kwa tume kutaka kama imekiuka irekebishe hiyo hali. Lakini ukisoma hizi kanuni pia zinasema kwamba hazizuii chama cha siasa au mtu mwingine ambaye ana malalamiko ambaye anahusika na hizi kanuni kwenda kwenye mahakama kufungua kesi ya uchaguzi. Na pia
ule mwenendo wa hizi kamati unaweza ukautumia kama sehemu ya ushahidi wakati unaenda kufungua kesi yako ya uchaguzi. Okay, Salim Kikeke, najua una swali lako, lakini wakati ambao unajiandaa kuliuliza, naomba nimsogeze Mohamed Matano. Naomba njoo ukae pembeni hapa Salim. Naomba endelea. Wakili msomi, moja ya mambo ambayo huwa yanaleta sintofahamu kwenye uchaguzi niko katika hii kanuni ya 3.2 yasiyotakiwa kufanywa na serikali. Hapo B, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia mamlaka yake kukandamiza wagombea wa vyama vya siasa. Nani atakuja kusaidia kutoa fasiri halisi kwamba vyombo vya ulinzi vinasema hapa mmekiuka sheria na vyama vya siasa vinasema hii ni kwa mujibu wa kanuni zetu? Kama nilivyosema, zinatoa haki ya kulalamika kwenye hizo kamati. Kwa hiyo kama chama cha siasa kinaona chombo cha usalama, mfano polisi, kinaona kwamba kimefanya jambo ambalo au kimetoa maelekezo ambayo ni kinyume na kanuni hizi za maadili na kufanya uchaguzi usiwe labda huru, haki au kinesi kimeonewa, cha kwanza cha kufanya ni kwenda kutoa taarifa ya malalamiko kwenye hizi kamati. Na uzuri ni kwamba kamati zimetoa muda mfupi sana wa malalamiko kushughulikiwa, ni masaa 48. Na baada ya hapo kama kitaona kwamba bado akijapata suluhisho, kitakuwa na haki ya kwenda mahakamani. Na kisheria kama uko nje, wewe sio sehemu ya taasisi hiyo, maana yake haki yako ni kwenda mahakamani kutaka mahakama itoe tafsiri sahihi kwamba hiki kilichofanyika ni sawa ama si sawa. Hapo kama hujaridhika na maamuzi ambayo yametolewa na hiyo kamati. Masud Kipanya unataka kuchukua nafasi ya Lambert. Sekunde tu. Ndio maana nikasema, ndio maana mimi nilikuwa nadhani, yani sijui, kwa akili yangu chichefu, mimi ningetamani neno serikali libaki kuwa juu, alafu tena polisi wenyewe wawe huku. Unajua ni kama vile unakwenda sijui kumlalamikia nani. Yani bado serikali umesema kwamba nyakati za chaguzi serikali inatakiwa endelee kuwepo, ingebaki juu. Alafu kwenye kusaini huku yani watu wa usalama wangesaini kivyao. Ni mawazo yangu tu. Ni sawa, lakini kama nilivyosema, unajua uwezo ukatenganisha serikali na vyombo vyake. Kwa sababu hata ukisema kwamba polisi wasaini peke yao, lakini bado wana amiri jeshi mkuu ambaye ni ndo mkuu wa serikali. Kwa huwezi kutenga. Na ndo maana nadhani kwa kutambua hilo, kanuni zimetoa nini cha kufanya ambapo unaona zimekiukwa. Kwa sababu tukisema leo polisi wasaini, itakuwaje na vyombo vya usalama vingine? Sasa nadhani kwa kuepusha kwamba tusiwe tuna kila chombo kina saini kwa wakati wake, sema serikali itasaini. Na serikali ndio ambayo yenyewe inasimamia vyombo hivi vyote. Okay, Stanislas, najua it's your turn. Subiri kidogo. Caesar, naomba usogee hapo mbele. Wakati huo tuwashukuru sana media partners wa Cafe Talk ambao ni pamoja na Millard Ayo, Clouds TV, Crown TV, TV Iman, Manara TV pamoja na Mjini FM ambao kwa wote hawa tupo live sasa hivi. Stanislas, Lambert, karibu. Najua wasiwasi wako Masud, kutenganisha serikali na polisi. Na ukizingatia polisi ndio wanahusika kwenye uchaguzi na sio majeshi mengine. Au vipi? Sawa. Nikipitia kanuni nitakurudisha nyuma kidogo. Kanuni ya kwanza 3 umetuambia kwamba inaeleza kanuni za maadili zinaanza kutumika siku moja baada ya uteuzi rasmi wa wagombea. Kuna chama tayari kimeshapitisha mgombea wa urais ambacho pia ni chama tawala. Ni kama wameshakamilisha uteuzi huo kwenye kabla ya walifanya hivyo kabla ya kusaini hata hizo kanuni zenyewe. Hawajavunja sheria. Cha kwanza. Cha pili, usawa unakuwa wapi? Kwa sababu pia kanuni hii hapo chini ukiipitia inaelezea kuwe kuna usawa kwenye masuala ya uchaguzi mpaka kuelekea kwenye kampeni na kadhalika. Mtu ambaye tayari ameshapitishwa na chama chake kama mgombea na yupo kwenye serikali anaendelea kufanya shughuli za kiserikali, wakati gani hafanyi kampeni na wakati gani anafanya shughuli za kiserikali? Maswali hayo mawili kwanza nikurudisha. Sawa. Kujibu swali ni nzuri. Cha kwanza ni kwamba wagombea wanateuliwa baada ya kuwa wamethibitishwa na tume. Kwa hiyo mpaka pale ambapo chama husika kitapeleka majina ya wagombea wake kwa tume, fomu zikapitiwa, ikaonekana ziko sawa na wanakizi sheria na katiba,
na kusema hawa ndo wagombea, hapo ndo tutasema mgombea ameteuliwa. Sasa kabla ya hapo vyama vinaruhusiwa kuwa na taratibu zao za ndani kwa ajili ya kusema hapa atagombea nani, hapa atagombea nani. Hizo taratibu za ndani za vyama zinaruhusiwa. Lakini pale ambapo tume sasa imesema imeteua hawa ndio wagombea, siku moja baadaye ndio kanuni zitaanza kufanya kazi. Kwa sababu kwa mazingira mengine inawezekana kuna vyama mtu anateuliwa kugombea ubunge na asirudishe fomu kwa mfano. Sasa uwezo ukasema huyu ni. Kwa hiyo ule mchakato ulikuwa unazungumzia uteuzi ndani ya tume, sio ndani ya chama. Sio ndani ya chama. Sawa sawa. Kwa ndani ya chama vyama vina haki ya kuendelea na taratibu zake. Ndio maana kuna vyama vingine vitasema sisi uchaguzi wa rais au ubunge kwenye jimbo hili hatuoni chochote, hatuweki mgombea. Lakini moja, lakini pili, serikali inaendelea kufanya kazi kama nilivyosema na haitasimama. Na kinachopaswa na kanuni zinazotaka ni kwamba hawa viongozi wa kisiasa wa serikali wasitumie nafasi zao kama kampeni. Na kama nilivyosema, kanuni hizi zitaanza kutumika pale ambapo wagombea wameteuliwa. Kwa hiyo wagombea wakiteuliwa, maana yake ratiba za kampeni zitaanza kutolewa na kufanya kazi. Pale sasa ukisoma kanuni ndipo viongozi wa kisiasa ambao wako serikalini wanazuiwa kutumia nafasi zao kufanya kampeni. Okay. Ukiangalia pia Bwana Luigiso, najua matano sasa hivi. Naona kuna too many big boys, kwa hiyo nataka niongeze maua hapa. Irene Kilenga, naomba usogee pale hivi wakati ambapo Bwana Mohamed Matano kutoka TV Iman anatoa swali lake. Ninaweza kuomba kukazia swali langu, manake ni kama nilitamani. Unataka kulibadilisha? No, kukazia hapo kwa sababu tunatoka hapa mwanzo tunaenda mbele. Sawa, malizie basi. Na utusaidie kidogo KC kwamba haki na kanuni ni kipi kina nguvu? Katiba inaruhusu watu kuchagua na kuchaguliwa, ni haki ya msingi. Kanuni inakuja inazuia mtu asiposaini form kwa mfano haingii kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa nini kanuni inaonekana ina nguvu kuliko msingi wa katiba unaotoa haki? Cha kwanza, kanuni hazina nguvu kuliko katiba. Kama nilivyosema, katiba ndio sheria ya kwanza ya nchi yote, ndio sheria mama. Lakini katiba mara nyingi huwa inatoa vitu kwa ujumla, kwamba una haki ya kugombea, una haki ya kuchaguliwa, una haki ya kuwa mwanachama wa siasa, na vyama vya siasa vinatakiwa visajiliwe kwa mfano. Lakini masharti yale ya katiba huwa kwa undani sasa yanachambuliwa na sheria husika. Kwa mfano katiba, nikupe mfano tofauti. Kwa mfano katiba inatamka kila mtu ana haki ya kumiliki mali, lakini haijasema sasa mali unamilikije, mali gani unapataje. Ili upate hizo mali sasa unajua unamiliki mali vipi, kuna sheria husika. Kwa mfano sheria ya ardhi, sheria ya kampuni na sheria nyingine nyingi. Kule sasa ndo utaona kwamba navyotaka nimiliki ardhi nifuate na taratibu gani, na nikifanya nini ardhi yangu itanyang'anywa na serikali. Sasa na kwenye uchaguzi ni hivyo hivyo, kwamba katiba inasema kutakuwa na uchaguzi na kuna haki ya kupiga kura. Lakini uchaguzi huu na haki ya kupiga kura vinaongozwa na sheria mahususi. Na kwetu Tanzania sheria ya kwanza ndio hiyo sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Na sheria hiyo sasa kuna vitu inataja kwa ujumla wake, lakini kuna vitu vingine ambavyo inatamka mahususi kuwe na kanuni ya kuviongoza. Na mojawapo ya hiyo ni kanuni za maadili ambazo ndio hizi ambazo tunazijadili leo. Sasa kanuni namba 1 hazina nguvu dhidi ya sheria. Kama nilivyosema, sheria inaelekeza kwamba kutakuwa kuna kanuni za maadili zitatolewa. Na kanuni za maadili zinapaswa kufafanua kama zinavyofanya ile haki au mambo ambayo sheria ile ya uchaguzi imesema. Na sheria ya uchaguzi yenyewe inapaswa kufafanua zaidi maelekezo ya katiba. Lakini kama nilivyosema, kwa mfumo wetu wa haki, kama mtu anahisi kwamba kanuni au sheria zinapingana na katiba, ana haki ya kufungua shauri mahakamani katiba kupinga hiyo sheria ibadilishwe. Na nafikiri ni mapema kama wiki 2 au wiki iliyopita, mahakama ya rufaa imesema kila mwananchi ana haki ya kulinda na wajibu wa kulinda katiba. Kwa hiyo
kila mwananchi anaweza kwenda mahakamani kusema mimi kama raia naona sheria hii inakinzana na katiba. Lakini kabla ya hilo kutolewa na mahakama au labda sheria kubadilishwa, sheria hiyo ni halali mpaka hapo itakapobadilishwa. Naam, mimi swali langu lipo hapa. Serikali ni mmoja katika wadau ama mdau wa uchaguzi, lakini katika kanuni ambazo tunazijadili hapa nayo imepatiwa uwajibu wa kutoa usawa kwa vyama vya siasa na wagombea. Sasa